Mama halo. Mama halo. Salame. Njoo hapa. Tokea sasa, unakaa mbali. Alafu unanipandaga kichwani wewe. Nasema hivi. Nataka niondoke sasa. Mwacha mambo ya kipumbavu. Unaona? Holo yuko wapi? Mwita hapa. Holo. Wewe holo. Wai. Sasa basi. Naondoka. Nikute mazingira ya hapa machafu magumu yamekuja kuja utoto. Nitawagonga. Alafu msitaki kuja kunipanda kichwani. Unasikia? Wewe. Wacha kusoma. Tukufanya mazingira hapa ya mazuri. Usafishe. Ushakula kila kitu pumbavu sana. Wewe. Naondoka. Naondoka. Naenda. Haya mazingira sasa. Nikute machafu. Nitawagonga. Msini afu mtoni panda muntu murigwa. Nalenga choka. Nalebu tolele leo. Nikute mazingira mazuri. Babu sana. Unasemaje wewe? Unasemaje? Tuachaje hapa tatu. Tuachaje hela. Sasa unasemaje? Hapa. Nikirudi utanielewa. Lakini manyasi munga ndani hamna. Amusilie. Unaniumiza mimi mwanao. Dia makin lagi. Yang ini itu sih macam tu. Kumba apa? Oh, macam mana kata? Kita balik jaga dia. Mambo ni mazuri. Nimejaa hili. Mtemo zangu wewe mtemo zangu. Yaani mimi siwezi kusomesha mtoto la kike. Unasomeshaje mtoto wako? Natakuwa wewe. Ndio, na kuozesha wewe mwenyewe mtemo zangu. Subiri. Njoo tutoke nje tupande sisi kwanza. Tunaongelea. Njoo. Sawa, zile mbona. Lakini mbona nisikilize mke wangu? Yaani umndani tunala kama dada, umndani. Usiku mzima ni nani nimevaa? Kweli hivi kweli mwanaume mzima nani nimevaa? Kweli? Yaani kunisikiliza mimi hamna. Hivi mwanaume una shida gani? Hivi wewe una akili kweli wewe? Hivi wewe kwenye kichwa chako kuna akili wewe? Sawa. Mimi naamka nenda kazini. Lakini wacha nifanye sio vizuri mke wangu. Mwanaume suruali muone kwanza, mwanaume mwenyewe ana tai la mshenzi mkubwa. Hebu ondoka hapa usipige kelele. Muone kwanza.
sister, buku mbili kwani mpaka huko dada yangu kesa buku basi sister. Kakaangu ndo nilikuwa nayo hiyo. Msaidie, hiyo inatosha. Hana hela huyu. Umetoka mjini. Masogezi. Zangu shikamoo. Maraba. Kwema. Ni safi. Kwema. Kwema. Naje kijijini huko. Asa safi. Umleta. Mleta bana. Alikuwa ameenda mjini. Mzangu bana mimi nawaacha. Haina shida. Tafuta maziwa. Maziwa ya nini wewe? Maziwa ya. Wewe mzee kana mbali sana. Tulia, unaenda wapi? Umekuja zawadi gani? Umekuja zawadi gani? Ni haya nini haya? Nini hiki? Nini hiki? Sibidonge hivi. Unaumwa nini wewe? Una malaria wewe? Una UTI? Una kichamba baya? Sasa ni nini? Niambie ni nini hii? Sasa ni nini hii? Samahani baba mdogo. Nina maambukizi ya virusi vya ukimwi. Jamani bwana kijiji wenzangu jamani. Jamani, unauma ukimwi kweli? Kwa umeuma ukimwi huko mjini, umekuja kijijini kutuua sisi kweli? Hapana baba mdogo. Haya baba mizigo yako ndani. Weka ndani. Ingia ndani. Vipi Limbe? Umekuja lini kijijini kwetu? Mimi nina kama vile siku 3 leo nipo hapa. Mbona mnyonge hivyo? Unaumwa? Hata siumwi, lakini baba mdogo mkali. Kwa nini anakuwa mkali? Shogangu. Labda kwa vile ni baba mdogo. Si unajua babangu kabisa hayupo. Ndio maisha hayo rafiki yangu. Vipi? Unakuja kuniona lini nyumbani kwetu? Ngoja nipeleke maji, alafu baadaye nakuja huko nyumbani kwenu. Haya, asante. Haya poa. Karibu na wewe kwetu. Nakusikiza mke wangu. Kodi ya meza iko wapi? Kwa ni sawa. Wewe Dennis. Nilipa hela gani? Kwani usiongeze hela wewe? Na shida gani wewe mwanaume? Lakini kinga
Wewe Limbe! Limbe! Leo naoa. Mzee mwenzangu amesema leo ananiozesha katoto kadogo. Kana miaka 14. Unaacha vyombo. Umbavu. Say. Nishakwambia nini? Nishakwambia nini? Unaacha vyombo wakati una ukimwi. Una ukimwi wewe Limbe. Umesha vingapi? Leta hapa. Moja. Bakwe. Sasa kukulia mimi kunyosha vyombo. Usaache vyombo vyangu vyote. Ingiza ndani. Kenge nguruwe wewe. Sasa vyombo vyangu na ukimwi wewe. Unataka kuniua na mimi eti? Limbe! Wewe Limbe! Ukuja hapa pumbavu. Lala hapa. Nisha kwa. Lala hapo utakuvunja wewe. Lala hapa pumbavu. Nilikwambia kuchukua vyombo. Usiache vyombo vyangu. Tulia. Nilikwambia nini? Haya, ingia ndani. Ingia ndani. Pumbavu. Ingia ndani. Mjinga kweli wewe. So hapa. Hodi. Karibu sana. Umemleta mzee. Mimi siwezi kusomesha mtoto wa kike nilikwambia. Tumemaliza. Nimoja ndani. Kia. Taratibu sawa ni mke wangu. Ingia ndani na Taratibu. Mzee Rudabiyatiro umekuja. Ndio mzee Fuko nimekuja kabisa nilikwambia. Usijali umeshakareta kana miaka 14 hako. Katoto katoko haka. Mimi siwezi mimi kusomesha mtoto wa kike mimi. Ni kweli. Unataka shingapi? Milioni 2. Dali mimi nakupa milioni hizi kwa sababu ni kadogo. 3. Umeniozesha nakupa milioni 3. Milioni 3. Lakini sasa wewe nenda nyumbani. Baadaye nakupa pale kilabuni. Mimi na wewe tena. Hamna shida. Usijali. Tutaonana mke mwenzangu. Umefanya mambo mazuri mno. Nakukubali. Usijali. Na watu nijana maneno. Baba ndo tamu. Sawa. Nenda nyumbani. Nenda sehemu na kaa mpaka mwezi mmoja. Haina shida. Au ndo dharau tu kwamba huyu mshenzi mkubwa huyu nimtupie. Sasa kwa taarifa yako peleka mwenyewe. Basi mke wangu, mambo sio mengi. Naomba hata chakula. Kwa hela gani uliacha huko ndani? Kwa taarifa yako hicho F15 chako nimeweka zangu bado. Mwenzio na enjoy mtoto wa kike. Kama unataka kula kale mgawani, sawa upo hapo. Sasa tusisumbuane. Unataka vurugu huko ndani, tusisumbuane. Mke wangu. 15 tumeweka bando. Kwa ndani unamaanisha hamna kitu kabisa. Dennis. Nimechoka kwa kelele zako. Basi kama unataka hivyo naomba uende kulala. Kama utaki kulala, basi mimi naondoka. Kama unapiga kelele na mimi nisiona sana. Haina shida. Lakini nimetoka kazini sasa. Nimeingia ndani, chakula hamna. Maji ya kuoga yenyewe shida. Lakini mbona nifanyie hivyo? Mpaka sasa hivi nafika hapa. Unyumba hamna. Kweli? Nifike sehemu na mimi unisikilize. Hivyo zinakutosha kweli wewe? Sina kuuliza zinakutosha? Yaani muda wa kulala, muda wa kupumzika, unaanza kupiga makelele unyumba wenyewe kitu gani? Mwanaume mwenyewe hajawahi tukunipa kwamba mke wangu yapata 50,000 kanunue gauni zuri, kiatu kizuri, upendeze. Naona wanawake wenzangu kwa napendeza, yani wanaonekana kama mke wa fulani. Kwa hiyo mimi
Humu ndani umeneka yani kama vile kibenteni, sawa? Yaani mimi ni unyumba tu. Wewe ni kulalamikia unyumba. Wewe mshenzi nilivyoona akili kweli. Lakini ifike sehemu na mimi unisikilize. Yaani mimi sasa nikwambie tu, yaani leo nikwambie tu kweli. Bwana mimi nimechoka kulala na mashati. Mashati sasa mwisho yananikosesha amani. Maana nipo kama vile kifungoni, nimebanwa kweli ngao. Nielewe basi mimi shati leo nalivua bana. Mimi sio nikakubali bana. Kiasi kuli shati mali koti. Hivi mimi mwanaume gani kweli? Mimi sipendi bana. Mashati. Una akili kweli wewe? Una akili au unataka mimi hivi unatafuta nini wewe? Sio kuuliza unanitafuta nini? Lakini ugomvi wa nini? Mimi nilikwambia kitu ambacho hakina mambo mengi. Hili jambo tu kunisikiliza mimi mume wako, ukanisikiliza, ukanifikiria vizuri. Ni utata tukaondoa ndani. Naomba nilale. Sasa nione unanisumbua tena. Lakini mke wangu, naomba uniache, nimechoka. Jawangu vipi? Safi. Shida nini? Bana, tuongee mengi. Nilikuwa nauliza hamna sema kwa kamba za mbuzi. Kamba za mbuzi unazipata wapi? Kamba za mbuzi unazipata sokoni. Hapa huko hamna kamba za mbuzi. Shida nini? Jamangu. Mimi hapa nipo jamangu. Na matatizo ya kifamilia yanaendesha sana. Kamba ya mbuzi bwana. Kwa sababu mwanamke ndio amekuchanganya. Yaani namwachia hela matumizi 15,000 naingia hapa namuuliza chakula anaambia ametumia bando ila maana chakula hamna. Alafu mwanamke ananichanganya usiku mzima nani nimevaa. Kaka, shida yako ulionayo inaisha. Sasa kuna ofisi moja kwenye hospitali yetu ya wilaya. Ndio. Ukifika hapo, ndio ustawi wa jamii. Ndio. Wanakupokea, wanakusikiliza vizuri kabisa bila shida. Kweli? Wewe utafika pale, utaeleza shida yako. Sasa watakusikiliza kwa umakini, watakupa ushauri ulionyoka. Wale kule tunaenda wanawake tu. Hapana. Na wewe mwanaume unaenda. Si mwanamke anakuchanganya? Anichanganya. Kaeleze shida zako zote pale. Mwanamke wako ataitwa, na wewe utakuwepo pale, utapewa elimu yote. Wewe brother, maisha ni matamu. Unajiuaje? Ila kweli umeongea neno. Sana msora kujiua nini? Full au sio? Sasa. Sikia amani bwana. Asante sana jamaa. Fresh. Watu kama watu ndio kwa nao. Mbimechara chatawenye na hokare. Leo mheshimiwa. Salama. Na hokare. Asante. Kwa majina ya Dennis. Ni mkazi wa hapa kata Mchangani. Na changamoto kwenye ndoa yangu mheshimiwa. Paka hapo naona na mambo mengi sana kwenye kifua changu mazito sana. Maybe nije hapa sasa unisikilize maana naumia sana. Sasa kaka, naweza nikakusaidia lakini inapendeza sana mngekuwa wote. Lakini unaweza kanielezea kiufupi? Hebu nielezee kiufupi kabla hajaja mwenzio. Sawa. Naweza kuhadithia. Sasa ukiniambia yeye tuseme haitoshi. Naomba hiyo. Sasa watoto wako hiyo naenda kuweka bana. Utakula jeudi yako. Pole sana kakaangu. Lakini ningependa umpigie simu mke wako waje ili niongee na nyie kwa pamoja. Mheshimiwa? Hapana, maana tukofika ni mbali. Ndio maana niko hapa unisaidie. Naomba nikupe namba umpigie wewe. Sawa, nipe hiyo namba. Yeah. Hello. Samahani dada.
Nadhani naongea na Amina. Unahitajika ofisini. Unaweza kufika sasa hivi? Haya, sawa. Wai sasa. Naona unachunga hapo ng'ombe, lakini nina njaa. Kapika tu hata ugali, si unga umo. Mama mdogo, baba ameshanikataza kupika. Alinikataza, eti alisema mimi nina ukimwi nitamwambukiza. Kwani wewe una ukimwi? Si wenye ukimwi waga wanakufa kabisa. Hamna mama mdogo, mimi sawa nina ukimwi, lakini nikipika siwezi nikawaambukiza. Lakini baba mdogo ndio hivyo ameshakataa, alisema eti nitamwambukiza. Kati yako wewe na huyu mke wao naye chunga. Anachunga mama mdogo. Nisa hapa majukumu. Sasa majukumu ni kwamba kazi yako wewe ni kupika. Kazi yako wewe ni kuchunga ng'ombe. Haya, umenielewa? Kapike. Hivi kweli kila mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anapitia mateso na manyanyaso kama mimi? Mungu, nione. Muone na babangu mdogo. Mbona ananinyanyasa kiasi hiki? Kwani kuasilika kwangu mimi ni chanzo cha kukosa haki zangu za msingi? Dada, samahani. Mume wako hapa amekuja na lalamika. Anasema kwamba amani ya ndoa haipo. Pia anasema kwamba yani hata tendo la ndoa humpi. Eti dada, ni kweli? Dada, ni kweli. Lakini mwanamume unayemuona hapa huyu. Afu Dennis, sikutegemea kama utafika hapa. Tena ningejua ni wewe. Dada, punguza hasira. Ndio maana mume wako kaje hapa. Haya mambo ya kumkaba, hayo ni ya nyumbani. Mmeshafika hapa tayari, mko kwenye mikono salama. Tunahitaji kuwaweka sawa. Halafu kuna watu wanalilia ndoa lakini wewe unaichezea. Afu wewe dada, unaongea tu kwa sababu haujui. Ila mwanaume huyu anavyoninyanyasa. Mwanaume anatoka nyumbani, anakwambia anaenda kazini. Anakuachia shilingi 15,000. Sasa 15,000 naitumiaje? Yaani mimi mwanamke nataka ninunue losheni, nisuke, niweke bando. Afu anakuachiaje kama shilingi 15,000? Hivi hata kama ni wewe unaweza kuitumiaje hiyo pesa? Sikia dadangu. Sisi tupo hapo kwa ajili ya kuweka sawa nyinyi. Hatupendi kabisa tunaposikia mna changamoto katika ndoa. Naomba. Unasikia kaka? Ndio. Kaa vizuri na mke wako. Na wewe dada, kaa vizuri na mume wako. Hiyo ni changamoto ndogo sana. Hiyo unayoacha inatosha sana kwa siku. Sawa? Kuna watu wanakuja hapa wamepigana, wameumizana, lakini tunawaweka sawa, unarudi unaendelea na ndoa zao. Naombeni mwende mkajiweke sawa. Umenielewa dada? Nimekuelewa. Nimekuelewa dada. Mungu anisamehe, kama usisamehe. Eti. Sawa mke wangu. Nisamehe mume wangu.
siwezi kurudia tena kiongea na yeye yake mstarudia. Nimesikiliza ushauri kutoka ustadi wa jamii. Nacho kuomba mwanangu wetu iwe na amani. Yaani sitarudia tena haya yote na kuhakikisha nakupa haki zote za ndoa. Yaani kama mwanaume anavyostahili kuishi. Ni nyumba sitakunyima tena. Asante sana mke wangu. Naona sasa mambo yamekaa sawa. Eti? Naona mambo yamependeza. Kabisa kabisa. Naomba muwe na amani kabisa katika ndoa yenu. Sawa. Sawa. Naomba sasa muende mkakae vizuri kabisa katika ndoa. Sawa sawa. Naam. Tunashukuru. Nashukuru sana sasa. Nashukuru kwa msaada. Sawa. Tuje twende basi kule mjini. Kwa yule mkaka nilipokuwa nafanya kazi. Kwa kweli baba. Kweli baba. Hapana, sisi tutamuageje ili aturuhusu twende. Ana mimi nahisi kuna nguo zangu kule nimeziacha. Hainga tu wewe. Atu wewe. Unamtelekeza nifuate mwenyewe. Unajua kule nimetokaje? Mke wangu horo kweli. Yaani unataka kuniua kweli mimi kweli? Unataka kuniua? Nishaambia nini? Huyu ni mgonjwa wa ukimwi pumbavu. Unakula embe. Ukimwi huyu unamsuka. Na mnachangiana embe kweli. Unakula embe na anakula. Nimeangalia hapo muda mrefu. Ndo unarudi sasa Manyasi. Baada ya mwezi mzima leo ndo unarudi. Ulikuwa unajua mtoto anakula nini Manyasi? Ulijua alikuwa tunalala vipi Manyasi? Sawa. Unaweza kuniambia mwanangu ulishamuozesha wapi? Manyasi nakuuliza wewe mwanangu yuko wapi? Yaani unataka nini nakontwa? Yaani unanipanda kichwani. Nimekuja na zawadi ya mpuzi, si ndio? Alafu unaniambia mnakula nini? Sogea hapa. Mnakula nini? Si ndio? Unaniambia mnakula nini? Huu ugali huu atete tunamlisha huyu mmemrafu. Umetoa wapi? Sio kwangu ugali. Huu ugali sio kwangu. Na kuuliza, huu ugali sio kwangu. Kwanza mimi ugali. Yaani ni chapa. Chuchuba hapo. Toka chuchuba. Toka hapa. Nini maeneo hapa darajani? Umesema sehemu gani kweli? Dada, kwani umenipamia? Samani huko umenipamia? Hizo ni nini? Mimi na changamoto katika ndoa. Kwa hiyo changamoto mpaka unaenda kupamia na watu barabarani eti? Hauoni wakati unakimbia? Samahani dadangu. Usinipigie magoti. Simama.
Naomba usimame. Umesema una changamoto kwenye ndoa yako. Una changamoto gani? Mimi na changamoto katika wangu wa kiume ni mlemavu. Anaitwa nani? Anaitwa Mapembe. Anaitwa Mapembe. Binti yako anaitwa nani? Anaitwa Mungu. Anaitwa sawa. Ana miaka mingapi? Ana miaka 14. Sawa, endelea. Mtoto wangu wa kiume ni mlemavu. Sawa. Lakini mume wangu hataki hata atoke nje mtoto. Ana umri wa miaka mingapi? Ana miaka 12. 12. Wewe ni wa kiume? Na mtoto wangu wa kike alifaulu kuendelea na masomo yake. Ndio. Kidato cha kwanza. Lakini mume wangu alimchukua kwa nguvu na kwenda kumwozesha. Pole sana. Leo ndo amerudi nyumbani. Nilipomuuliza kuhusu mtoto, alinipiga na kunifukuza. Pole. Sasa uko tayari kutupeleka kwa mume wako sasa hivi? Dada, wala hawezi hata kukugusa kwa sababu uko na sisi. Mimi nafikiri hata tuweze ndio ndio sema. 아니 얘는 장가냐? 난 장가냐? 아니 미미나 곧 맞아. 뼈만.
Kwa nini mlemavu alilimi? Yaani alilimi, alifanya kazi yote huko ndani. Huyu ni mtu amekuwa mbuzi unamwagia maji. Sasa shida nini mzee? Sio shida nini? Hili ni zezeta hili. Yaani lilemavu la akili. Lilemavu la akili hili. Alafu inakaa kwangu nakula ukali tu bila faida yoyote. Mzee, kwanza naitwa Michembe ya Maliwa. Mimi ni afisa kutoka dawati la jinsia. Na maswali machache nataka nikuulize. Hapo unaishi na watoto wangapi? Hapa naishi na watoto wawili. Mmoja anaitwa nani? Huyu akiwa anaitwa Mapembe. Na mwingine anaitwa nani? Mwingine wake anaitwa Holo, ana miaka 14. Ila nataka muozeshe kwa mzee Fuko. Sawa. Huyo Mapembe ana miaka mingapi mzee? Ana miaka 12 huyo mlemavu. Mlemavu hili. Anasoma shule. Nisomesha mlemavu mimi. Mlemavu nisomesha. Hamuna siwezi. Sikiza nikwambie mzee wangu. Fanya kosa sana kutompeleka mtoto shule. Maana mheshimiwa Mama Samia amejenga shule nchi nzima za watu wenye ulemavu, na maanisha watu wenye uhitaji maalum. Hata katika wilaya hii shule ipo. Je, uko tayari kumpeleka? Kumpeleka? Kwa hiyo anasoma bure, anakaa bure pale. Anasoma bure na anakaa pale. Huduma zote atapatiwa bure na serikali. Kwa mimi sitoi chochote. Hautatoa hata shilingi 100 yako. Kwa hilo mheshimiwa niko tayari. Nampeleka kama naishi pale. Sina shida kabisa. Huyo wa pili anaitwa nani umesema? Nimesema mtoto wa kwanza ni wa kike. Sawa sawa. Anaitwa Holo. Nitaka muoteshe kwa mzee Fuko. Anaitwa Holo. Unaweza kutupeleka kwa Holo? Kama unataka kumsalimia, nawapeleka. Ndio twenda kumsalimia. Anakula vizuri pale, kuna kuku kila kitu. Hamna shida kabisa. Nawapeleka mnaenda kumuona. Basi, madam. Nadhani tuongozane kwa Sawa. Kwa mzee Fukwe. Sawa. Habari yako mzee? Sawa. Mimi naitwa Michembe ya Maliwa. Ni afisa kutoka dawati la jinsia. Ndio. Tuongozana madam hapa. Sasa nilikuwa na maswali machache nataka nikuulize. Machache nataka nikuulize. Niulize wewe. Hapo unaishi na watu wangapi? Naishi na huyu hapa mke wangu. Na mimi. Na haka Karimbe. Kana ugonjwa kana ukimwi haka. Ndio nilikuwa nakaambia akataka kuuza chochote huko ndani. Mzee. Umesema huyu ameathirika na ugonjwa wa ukimwi, si ndio? Lakini huwa anafuata taratibu zote za kwenda kliniki kuchukua vidonge vya ARV. Huwa kanaenda, kanachukua kwenye wilaya, yani hospitali yetu ya wilaya sisi. Hospitali yetu. Kanachukua vidonge. Kangesha kufa haka. Bila kumeza dozi. Kangesha kufa. Sawa kabisa. Sasa uambukizi kwa kuguza beseni, diaba la maji, kikombe cha maji, wala ndoo ya kuogea. Ila ukimwi unaambukizwa kwa kufanya ngono zembe bila kutumia kinga, na maanisha kondom. Lakini pili, ukimwi unaambukizwa kwa kushika au kugusa damu ya mtu aliyeathirika bila kuvaa vifaa kinga, na maanisha gloves. Na tatu, kushiriki kutumia vitu vyenye ncha kali kama vile sindano, jembe na kadhalika. Sasa wewe pamoja na mzee mwenzako hapa pamoja na mkeo, nitani waombe tuelekee ofisini kwangu nikawapa ushauri ambao tukawasaidia na kuelimisha jamii nyingine na wazunguka. Sawa? Kama inawezekana tuondoke. Kuna kaa pombe? Pombe ipo. Kwani shida nini? Kama kuna pombe, hamna shida. Basi haina tatizo. Twendeni. Sasa hamna shida. Maana
FC. FC. Uende nao hospitali, uende akafanyia uchunguzi, uangalie kama bado na ukimwi wake, ama mwili wake mwili, kama ni mjamzito au maambukizi magonjwa ya zinaa pamoja na ukimwi. Asante. Naitwa Kisimio. Natoka dawati la jinsia na hii ni police case niliona. Dada, pita ukae. Binti, karibu kae.
Sasa ninaomba mwende na mtoto mkalete mkono. Usilie, ngoja zinazika. Ana ujauzito pia, ila maambukizi ya virusi vya ukimwi hana. Nitawaandikia dawa hapa, nitapitia pale dirishani kwa ajili ya kwenda kutibu ugonjwa. Sawa? Lakini pia mama, ningekuomba upe balozi kwa wengine. Mtu anapokutwa na jambo kama hili, mfikishe haraka eneo husika. Kwa sababu kuna dawa zinatolewa kabla ya masaa 72 mtu anapobakwa au anapokutwa na jambo la kikatili. Mfikishe eneo husika kabla ya masaa 72 ili apate msaada. Sawa? Sawa. Mnaweza mkae. Mimi naitwa Mzee Manyasi. Kwa jina maarufu pale kijijini ni Lutakadiro. Mimi naitwa Mzee Fuko. Jina maarufu Mzee Kichochoro. Hello? Kopo. Uko posti ya lao? Ya, mbona mmoja mmoja usiku hapo. Sasa hivi. Jambo afande. Jambo. Sasa huyo mzee amemwozesha binti yake chini ya umri wa miaka 18. Na huyu ndiye aliyemuoa. Huu ni ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo peleka kituoni wafungue kesi ya ubakaji. Sawa. Akijana. Ndugu zangu wa Tanzania, dawati la jinsia na watoto likishirikiana na idara ya ustawi wa jamii inapiga vikali aina zote za ukatili wa kijinsia, ubaguzi, unyanyapaa katika jamii yetu. Ndugu zangu, tusiwatenge watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tusiwanyanyapae watu wenye ulemavu kwa sababu na wao wana haki kama sisi. Lakini pia ukatili wa kijinsia si kwa watoto wala wanawake pekee. Hata wanaume wanakumbana na changamoto hizi, lakini wengi wao wanaogopa kusema kutokana na woga au aibu ya kukejeliwa. Dawati la jinsia likishirikiana na idara ya ustawi wa jamii
inasimamia haki za binadamu. Haki za mwanaume ni haki za binadamu pia. Kila mtu anastahili heshima na haki ya ndoa. Ni jambo la kusikitisha sana kuwa baadhi ya watoto wa kike wanakosa haki zao za msingi za kupata elimu, huku wengi wao wakilazimishwa ndoa za utotoni, kazi ngumu au kuachishwa shule kutokana na ujauzito. Mama yetu Samia Suluhu ametoa fursa kwa watoto wa kike anapopata ujauzito akiwa shuleni. Pindi anapojifungua anaruhusiwa kuendelea na masomo yake na kufikia malengo yake. Jamii, tuache mila kandamizi. Mtoto wa kike anapaswa kulindwa, kusomeshwa na kupewa nafasi ya kufikia ndoto zake. Asanteni.